Katika kijiji cha Ekejiuba, kilichozama ndani ya misitu minene ya kusini mwa Nigeria, kulikuwepo na mila ambazo si kila mmoja aliweza kuzielewa wala kuzikimbia. Chinaza, msichana mrembo mwenye ndoto kubwa, alijikuta kwenye njia panda kati ya damu na haki, mila na utu, hofu na upendo. Lakini alipogundua kuwa kaka yake wa tumbo moja alitarajiwa kuwa mume wake, dunia yake ilibadilika milele. Je, ataweza kutoroka ndoa ya kivuli? Au atamezwa na giza la mila potofu? Karibu katika simulizi hii ya kusisimua. Chinaza Okoro alikuwa na miaka 19 tu, lakini hekima yake, uzuri wake wa asili na tabia yake ya upole vilimfanya kuwa mfano wa kuigwa kwa wasichana wote kijijini. Alilelewa na mama yake mjane, Mama Ifeoma, tangu baba yao alipofariki miaka 7 iliyopita. Lakini ndani ya familia yao kulikuwepo na kivuli kizito kisichoelezeka, kaka yake mkubwa wa tumbo moja aitwaye Obinna. Tangu ujana wake, Obinna alionekana mwenye roho ngumu, asiyejali, mwenye hasira za haraka na aliyetekwa na mila kali za ukoo wao wa Ndulue. Hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa mfuasi wa imani ya jadi iliyohusisha kafara, matambiko na itikadi potofu zilizoamini kuwa damu ya familia lazima ibaki ndani ya ukoo kwa maana halisi. Kwa mujibu wa imani hiyo ya kizamani, iliaminika kuwa ikiwa dada wa tumbo moja ataolewa na kaka yake, nguvu za familia zitadumu na laana ya mababu wa zamani haitawasumbua tena. Imani hiyo ilitawaliwa na ushawishi wa mganga wa kijiji, Dibia Aguna, ambaye alidai kupokea maono kutoka kwa mizimu ya mababu. Siku moja, mama yao alipowakusanya sebuleni, alimtazama Chinaza kwa macho yenye huzuni na kumwambia, "Mwanangu, usije ukaelewa haya sasa, lakini ni kwa ajili ya familia yetu, lazima ukubali kuolewa na Obinna. Ni agizo la mababu." Chinaza alihisi kama ulimwengu umesimama. Alitetemeka, akatamani kuzimia. Macho yake yakatiririka machozi bila hata kulia. "Lakini mama, yeye ni kaka yangu. Huyu siyo ndoa, ni uchafu. Ni dhambi." Alilalamika kwa sauti dhaifu. Lakini mama hakuwa na nguvu ya kumpinga Obinna. Mwanamume huyo alikuwa ameshikilia familia hiyo kwa mkono wa chuma. Aliamini kabisa kuwa ndoa hiyo ingerejesha heshima ya ukoo wao, hasa baada ya fununu kuwa Chinaza alikuwa akipendwa na kijana mtaani, Emeka, aliyekuwa mwanafunzi wa mwisho wa chuo kikuu mjini Enugu. Miezi miwili baadaye, maandalizi ya harusi yakaanza. Chinaza alifungwa ndani kama mfungwa. Simu yake ilichukuliwa, marafiki hawakuruhusiwa kumwona. Alianza kudhoofika kimwili na kiakili. Hakuona tena mwanga wa maisha. Siku moja alipokuwa akiosha vyombo nyuma ya nyumba, Emeka aliibuka ghafla kutoka kichakani. Alikuwa amesikia juu ya harusi hiyo ya kutisha. Macho yake yakiwa mekundu kwa hasira na maumivu, alimwambia, "Tutoroke, Chinaza. Tunaweza kuishi popote. Hii siyo haki kwako." Lakini Chinaza alimtazama tu kwa macho yenye uzito wa maumivu na akasema, "Siwezi kuwa sababu ya kifo cha mama yangu. Obinna ameapa kumuua yeyote atakayenizuia kuolewa naye. Emeka, ondoka kabla hakujachelewa." Emeka aliondoka kwa huzuni, lakini hakukata tamaa. Alianza kuwasiliana kwa siri na kundi la wanaharakati wa haki za binadamu waliokuwa wakipinga mila kandamizi nchini Nigeria. Siku ya harusi ilipofika, kijiji kizima kilikusanyika kushuhudia tukio ambalo waliliona kama tukufu, lakini lilikuwa fedheha kwa Chinaza. Alipovishwa vazi la harusi la kitamaduni lenye rangi za kijani na dhahabu, alitembea kana kwamba anakwenda kwenye kaburi lake mwenyewe. Lakini kabla ya kiapo cha ndoa, kelele zililipuka nje ya uwanja wa sherehe. Polisi na wanaharakati walivamia eneo hilo, wakiwa na nakala ya hati kutoka Mahakama Kuu ya Jimbo la Enugu, iliyopinga ndoa hiyo kama ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Obinna alikamatwa kwa kosa la kulazimisha uhusiano wa kingono kwa njia ya hila na kujaribu ndoa ya kifamilia kinyume cha sheria. Chinaza alianguka chini kwa mshtuko na kilio cha furaha. Emeka alikuwepo, akimshika mkono na kumtoa pale polepole huku akimwambia, "Huu ni mwanzo mpya. Sasa maisha yako ni yako, si mali ya mila wala mizimu ya mababu." Miaka miwili baadaye, Chinaza alikuwa mwanafunzi wa sheria katika chuo kikuu cha Nsukka.
Alikuwa mstari wa mbele katika kupinga mila potofu na kuelimisha jamii juu ya haki za wanawake. Emeka bado alikuwa naye, si kama shujaa wake, bali kama rafiki wa kweli, mlezi wa ndoto zake. Na kila alipopanda jukwaani kueleza simulizi yake, alianza kwa maneno haya: nilikuwa kivuli cha mila za uongo, lakini sasa mimi ni mwanga wa kizazi kipya. Chinaza hakuwa tu msichana aliyepambana kuikataa ndoa ya damu, alikuwa mwangaza wa kizazi kizima. Kwa ujasiri wake, alifunua maumivu ya kimya yaliyofichwa kwenye kivuli cha mila. Kwa sauti yake, aliwakomboa wengi waliotishwa na desturi zisizo na huruma. Leo, kijiji cha Ekejiuba hakisemi tena ndivyo ilivyo, bali kinauliza, je, hili ni sahihi? Na pale ambapo kunyamaza kulikuwa salama, sasa kuna sauti ya Chinaza, sauti ya mabadiliko. Kwa sababu mila si sheria ya damu bali ni chaguo la kuendeleza au kuvunja, na Chinaza alichagua kuwa huru. Usisahau kujiunga na channel yetu kwa kubonyeza kitufe cha subscribe, na tupe maoni yako hapa chini kama umependezwa na simulizi hii. Tunadhamini kila neno lako.